Sasa African Sports ni klabu iko pale Ivory Coast, na alianza kuitumikia mwaka 2019. Baada ya pale alielekea katika taifa la Armenia, baadaye akaja akarudi tena nchini Ivory Coast, ambako alipata nafasi ya kuitumikia moja kati ya klabu yenye mafanikio makubwa sana pale Cote d'Ivoire, ambao ni klabu ya ASEC Mimosas, ambako hapo sasa ndipo ukubwa zaidi trend inayoendelea hivi sasa. Sababu akiwa ASEC Mimosas aliikuta ASEC Mimosas dume kweli kweli, na katika hicho kikosi kulikuwa kuna watu kama kina Yao Kwasi Tola, alikuwepo Pacome Zuzwa, alikuwepo pia Stefan Azizki, alikuwepo Albin Kramo, alikuwepo bwana Konate ambaye ndio alikuwa mshambuliaji wao, lakini yeye bwana Anicet Ura yeye alikuwa anacheza ile flank ya kushoto akiwa winga wa kutumainiwa kwenye ile eneo. Baada ya pale alitoka tena akaenda kwenye klabu ya Stellenbosch Afrika Kusini, na baada ya kutoka Stellenbosch akasafiri akaenda kuitwanga katika taifa la Finland, ambako alienda mwaka jana na mpaka kufika Januari wakawa Finland Ulaya. Yes, alienda Ulaya Wastara wimbo. Ambako ametumikia hapo kwenye takriban mechi 5, na mwisho wa siku baada ya masuala yao kimkataba then ameamua kuondoka, ambako amepata nafasi ya kujiunga na Simba. Kwa hiyo huku kote alikopita amecheza jumla ya mechi 92, lakini katika hizo mechi 92 Anicet amefunga bao 17 na amefanikiwa kutengeneza nafasi 10 ambazo wenzio wamezitumia na kufunga, nikimaanisha assist 10. Hizi ni takwimu ambazo ni nzuri kwa mchezaji anayecheza kwenye mapana ya uwanja, kwa sababu katika mechi hizo 92 alizocheza tunazungumza takriban goli 27 ambazo zimetoka kwenye mguu wake. Lakini kwa takwimu hizi, moja kati ya kitu ambacho unaweza ukaondoka nacho ni kwamba huyu ni mchezaji ambaye ana ofa zaidi ufungaji kuliko utengenezaji wa nafasi. Mimi kwenye kikosi cha Simba sasa anaenda kupata mchezaji mwingine ambaye anawagaranti magoli. Yaani kuna combination, kuna Chama mtengenezaji nafasi, afu kuna Anicet mtumiaji nafasi. Hasa huyu unaweza usimtengenezee, lakini yeye kutokana na brilliance yake, uwezo wake wa kukokota, uwezo wake wa kubeba mpira kutoka eneo moja kuleta eneo lingine, unaweza ukamfanya akafunga magoli mengi ambayo yale tumekuwa tukiapa character ya solo goals ama magoli ya combination ya 1-2, lakini mara nyingi anakuwa anatokea kwenye mapana ya uwanja akilishambulia eneo la 18. Kwa hiyo hii ni moja kati ya character ambayo Anicet Ura anayo. Mara mwisho amecheza mechi ya ligi ilikuwa ni mwezi Agosti, ambako alikuwa anaitumikia klabu ya huko ligi kuu Finland wao msimu wao ni Januari tu Disemba, kutokana na hali ya hewa ya taifa lile. Mataifa mengi ya Scandinavia hali yao ya hewa inafanya mechi zao zianze, ligi yao ianze Januari iishe kabla ya mwezi Disemba, kwa sababu ya hiyo issue za baridi na barafu. Sweden ligi yao iko hivyo, Norway ligi yao iko hivyo, kwa hiyo Iceland ligi yao iko hivyo, kwa hata Finland pia ligi yao iko hivyo. Mara mwisho anacheza huko hakumaliza msimu, japo kwani alikuwa ndo ametumikia mechi zake 5 za kwanza. Alijiunga dirisha dogo la kule, ambako kwa dunia inakuwa ni dirisha kubwa, lakini kwa ligi yao inakuwa ni dirisha dogo. Alijiunga akaitumikia takriban mechi 5 pekee zile za mwanzo, ambazo mechi zote 5 alizozitumikia alicheza kwa dakika zote 90. Lakini katika hizo mechi 5 alizocheza alitoa assist 2 za mabao, na ilikuwa ni mechi yake ya pili. Alifanikiwa kutengeneza goli 2 katika ushindi wa 3-2 ambao klabu yake iliipata. Baada ya kutumikia katika mechi 5, Anicet alipata majeraha ambayo yamemweka nje mpaka hivi sasa, ambako amekuja kujiunga na klabu ya Simba Sports Club. Kwa hiyo anaenda kucheza eneo la kushoto. Majeraha ya nini wakanda? Kwenye issue ya majeraha, naanzia majeraha yake ya kawaida ambayo inaonekana ni majeraha ya mkono ambayo ndio aliyokuwa amemweka nje. Lakini katika kipindi hiki ambacho anakuja kujiunga na klabu ya Simba, Anicet anaenda kutumika eneo la flank ya kushoto. Eneo ambalo kwa muda wa takriban msimu mmoja kamili sasa, kwa sababu Elie Mpanzu aliingia dirisha dogo na hivi sasa tupo dirisha dogo. Kwa takriban msimu mmoja uliopita amekuwa akitumika Elie Mpanzu kibisawala. Hapa naweza nikakuthibitishia kwamba Wastara, nafasi ya Elie Mpanzu kwenye kikosi cha kwanza cha Simba iko rehani. Imeishia hapo? Sio imeishia hapo, iko rehani. Kwa sababu kiwango cha Mpanzu hivi sasa hakipo kwenye daraja lake, hakipo kwenye daraja la juu, lakini anakuja kupata challenge ya moja kati ya wachezaji ambao ni productive kwa asilimia kubwa, akitokea kwenye upande ambao Elie Mpanzu amekuwa akicheza. Flank ya kulia obviously
tunatarajia Libasa Gay ndio endelee kucheza kwenye ile flank. Huko eneo la namba 10 tunatarajia Kratos Chota Chama aendelee kucheza kwenye ile eneo. Kwa hiyo nafasi ya Elie Mpanzu ndani ya kikosi cha Simba imepata mshindani. Yawezekana alikuwa hachezi katika daraja la juu kwa sababu alirelax kutokana na kukosa mpinzani wa kweli kwenye nafasi ile, lakini sasa Elie Mpanzu amepata mpinzani. Kwa hiyo tutarajie kuona namna gani ambavyo ubora wa Aniset aliyowahi kuonyesha hapo awali, ambapo alifanya kazi pia na coach Steve Becker katika klabu ya Stellenbosch, namna gani ambavyo mwalimu huyu atamwamini mbele ya Elie Mpanzu na yeye binafsi ataweza kubeba hiyo imani na mwisho wa siku kuonyesha kiwango ambacho kitamfanya kuwa regular kwenye kikosi cha kwanza. Umezungumzia kuhusiana na issue ya majeraha ambayo yalimfanya mwisho wa mwaka huu hapa asicheze kutokana na majeraha ya mkono, na hivi karibuni Simba wana kumbukumbu mbaya kutoka kwa Mohamed Bajabir ya pale Police Kenya, ambaye walimsajili akiwa tayari ana majeraha, wakamuuguza akakosa miezi kadhaa, lakini amerejea tu hivi karibuni na amepata majeraha tena, huko tetesi zikiwa kwa maana huyo pia ni miongoni mwa nyota ambao wanatakiwa kuachwa katika kikosi cha Simba. Vipi kwa Aniset? Sidhani kama majeraha yake yana mfanano na majeraha ya baadhi ya wachezaji ambao walipita Simba na kuwa na hiyo trend, kwa sababu unapomzungumza Mohamed Bajabir, bahati mbaya yeye ni majeraha ya eneo la mguu ambayo yamemweka nje, na sio tu mguu, nazungumza goti, ni majeraha mabaya. Mchezaji mwingine ambaye pia alipata majeraha ya aina hiyo ni Obin Kramo, majeraha ya goti. Mchezaji mwingine ambaye pia alikuwa na majeraha wakati anasajiliwa Simba ni Sawadogo Ismail, ambayo nayo pia ni majeraha ya goti. Kwa hiyo haya ni majeraha ambayo kidunia yamekuwa yakiwatesa sana wachezaji, na bahati mbaya sana tunazungumza kwa ukanda wetu wa Afrika ambao wachezaji wetu wengi wamekuwa wakipuuzia majeraha kutokana na kukosa ushauri mzuri wa kitabibu. Wanacheza wakiwa bado hawajapona, kwa hiyo wanakuwa na trend ya kujitunisha mara kwa mara na mwisho wa siku hawadumu kwenye mchezo kwa muda mrefu. Lakini huyu kutokana na kuwa ana majeraha ya mkono ambayo asioni kama yakiwa severe kiasi hiko, na hii ni mara yake ya kwanza anapata majeraha ambayo yanamweka nje kwa muda huo wote ambao nimekwambia hapo wa Star, yawezekana asidondoke kwenye kundi hilo. Lakini iwapo atapata majeraha mengine, hiyo itakuwa ni story ya kiutofauti. Lakini for now kitu pekee ambacho naweza nikawa na uhakika nacho na kuthibitisha ni kwamba Aniset si mchezaji ambaye anapata majeraha ya mara kwa mara. Hili ni jeraha lake kubwa la kwanza, na pia liko kwenye eneo la mkono ambapo tunaamini ana uwezo wa kupona na kuendelea kuitumikia timu. When Steve Becker sasa tupangie kikosi cha Simba pale katika utatu mtakatifu mbele kabisa. Frank ya kushoto kwa sasa imani bado nitabakia kwa Mpanzu. Ile Frank ya kushoto. Kwa hiyo mwanetu Mpanzu licha kuletewa mbadala yake bado anaendelea kusalia Simba. Nataka ni Aniset challenge okay. Mpanzu. Naamini ikitokea Mpanzu akatikiswa, inawezekana akaboost ubora wake. Kwa hiyo na bado na imani na Elie Mpanzu iwapo atarudisha kiwango chake, lakini katikati ni Kratos, pembeni upande wa kulia ni Libasa Gay. Na hisi eneo hilo kwenye ule utatu Mpanzu, Clatous Chama na Libasa Gay. Yeah. Katika ule utatu mtakatifu wa Simba tunauhitaji huu. Utafutia jina afu nitakupa. Sawa, Nsajibu unaungana na Wakanda katika eneo la ushambuliaji la Simba, hasa kwa sajili hizi ambazo zimefanyika kwenye dirisha dogo. Mpanzu mimi inabidi apumzike. Awapishe kidogo. Ni bila hata usajili wa Aniset, lakini Mpanzu atakiwa apumzike. Ameshuka kiwango. Na bahati mbaya zaidi kila siku zinavyosogea mbele sio kwamba ndo wanapona, ni kama ndo wanazidi kuumwa zaidi. Yaani kushuka kiwango kunazidi zaidi. Namna ambavyo tulikuwa tunazungumza issue ya Mpanzu kushuka kiwango mwanzoni mwa msimu na ambavyo unaizungumza hivi sasa ni tofauti. Jumamosi tulikuwa wote hapa, wewe pamoja na Hamisa. Ndio. Namna ambavyo tukasema Mpanzu uwanjani anapambana zaidi, aendelea kupoteza mipira zaidi. Sababu kila akipewa mpira yeye alikuwa anapoteza. Yaani anapambana zaidi apate mpira ili apoteze. Okay. Na ifika wakati kina Hamza Jirasi, Amin Ben Hamida, wale mabeki wakati wa ES Tunis, Taraji Esperance, walikuwa hapati tabu kumzuia kwa sababu alikuwa kuchukua mpira anapelekea miguuni afu anauacha. Yaani imekuwa ni zaidi sasa. Na naamini labda pressure imemwingia zaidi kwa sababu ile kiwango cha nusu msimu cha Elie Mpanzu kilitengeneza kitu cha kwamba huyu mchezaji inawezekana msimu unavyoanza akawa tegemeo,
lakini bahati mbaya sasa ameanza vibaya. Kwa hiyo inawezekana maneno ya nje yanamuingia, kuna muda pia huwa anatuhumiwa kwamba ni mchezaji wa fulani, basi labda anacheza kwa maelekezo. Hata mimi na mimi anasikia. Kwa kama anasikia, kuna muda pia kama uwezi kuhandle pressure, inawezekana ikakukuta na ukajikuta unapitia nyakati ngumu. Kuna muona anahitaji kupumzika kama sehemu pia kuweza kumsaidia ili aweze kurejea kwenye ono wake. Kwa hiyo mimi naamini Chama nyuma ya mshambuliaji sawa. Wenga kulia Libasage, huku kushoto kama mwalimu ataamua kwenda na Anicet Oura sawa, lakini pia Kibu anaweza kacheza huo upande na vivyote vile ambavyo yeye anaweza kaona, kwa sababu bado kuna wachezaji wengine pia wapo. Lakini kwenye hizi sajili za Simba, kitu kingine ambacho mimi nimekiona, Simba paka sasa amesajili wachezaji, amefanya uhamisho wa wachezaji 6 ambao tayari washawatambulisha. Alianza na Kibabage, akaja Chama, baada ya Chama tukamwona Libasage, jana tumemwona Anicet Oura, golikipa Mahmoud Tanja, na hapo pia kuna mchezaji mwingine wa 7 Mahmoud Tanja, malizia yote Mahmoud Tanja, Jibrila Kasali Jibo Jabo majina matano kama Arabu hivi. Sasa kuna mwingine pia anataja Ospin Loemba. Nyota mwingine ambaye anatajwa kutoa Simba. Nafasi gani huyo? Huyo kiungo mshambuliaji. Kwa Chama pia pale wanaongeza kazi nyingine. Kwa sababu inawezekana Mohamed Bajabi pamoja Nio Mema wakaondoka. Kwa anatajwa huyo. Inawezekana kawa 7. Ila Simba wanampunga. Na bado kuna Mamadou Sy. Mamadou Sy mshambuliaji kati. Hawajamaliza kusajili Simba. Bado. Mamadou Sy ni mshambuliaji kati. Kwa inawezekana sajili almost 2 bado zimebaki. Okay, na hili ni kwa maana hili dirisha dogo tu. Dirisha dogo. Zimesalia siku ngapi? Kwa maana huyu wakimsajili Josephine ni ngapi? Josephine atakuwa 7. Simba anasajili wachezaji 8. Mamadou Sy atakuwa 8. Dirisha kubwa lisajili ngapi? Kwa haraka wanazidi 10. Kwa hiyo katika msimu huu Simba takriban wachezaji 20 wamesajiliwa kuitumikia Simba. Na kuna wengine wameondoka hapo. Ndio. Dirisha kubwa na dirisha hili. Sasa hapo dirisha dogo kikundi cha wachezaji kiliondoka na wakaingia kundi lingine wengi sana. Dirisha hili dogo kwa dirisha kubwa, dirisha hili dogo pia kuna watu pia wanaondoka na wanaingia wengine, na hadi muda huu tunazungumza wachezaji 6 na inawezekana mpaka dirisha inafunga kwa 7. Kwa nini inatokea hivi? Na hii inawezekana ndo moja ya sababu kwa nini Simba wanahangaika sana kurudi kwenye ubora, kwa sababu wakati yeye anafanya hivyo anashindana na Yanga ambaye tayari ameshatengeneza msingi. Yaani Yanga hata kama akifanya sajili za wachezaji 7, inawezekana wawili ndo wakachallenge namba moja kwa moja, lakini wengine anakuwa kwenye sehemu ya mzunguko. Ukifuatilia hicho ambacho anakifanya Simba, imekuwa tabia za timu nyingi sana Afrika pale ambapo zinatafuta ubora. Yaani kwa mfano hii wa Star FC wewe ulikuwa ni mtaala wa ligi labda ya Malawi. Ukishapoteza ubora umeangua, kuna mtu ka raise. Afrika huwa waamini kwenye project. Yaani anaamini kwamba kwa sababu wewe ulikuwa umetaala miaka 10 hapa, baada ya kuanguka unataka msimu mmoja ule ule urudi kwenye ushindani. Ndio ambacho kinamtokea Simba. Ndio maana kila siku anaacha watu, anaingiza watu, kwa sababu haamini kwamba anahitaji msimu 2 au 3 ili aweze kukaa sawa.